Asanteni sana ndugu watumishi wetu wa serikali, wakumbuke kwamba Chama cha Mapinduzi ndicho kinatekeleza ilani ya uchaguzi ya mwaka 2025. Katika eneo hilo, Chama cha Mapinduzi wajibu wake kuisimamia serikali ili ifanye maendeleo kwa wananchi wake, lakini pia Chama cha Mapinduzi kina wajibu wa kusimamia serikali ili viongozi waliokuwepo serikalini washirikiane na viongozi wa Chama cha Mapinduzi ili kutatua kero na changamoto mbalimbali za wananchi katika jamii. Lakini pia wananchi wanapokwenda katika majengo ya serikali waende wakapate huduma ambazo zinastahili kwa mujibu ya hadhi yao ya wananchi katika nchi hii. Na niwakumbushi kama mapinduzi matukufu ya Zanzibar ya mwaka 1964 yamefanyika mapinduzi Zanzibar ili kumfanya mnyonge ajione na aone huduma za jamii nzuri zinazotolewa katika nchi yake, lakini ajione bora katika nchi yake, awe huru na apate huduma ambazo anastahili. Hivyo tunaomba sana wenzetu wa serikali tusije tukaharibiana katika utendaji wetu wa majukumu katika maeneo yao. CCM jukumu lake la msingi baada ya kumaliza kwa uchaguzi mkuu ni kusimamia serikali ihakikishe kwamba inatoa huduma, kwa sababu wakati wa uchaguzi Chama cha Mapinduzi ndicho kinachoenda kwa wananchi kuomba kura. Mimi nikiwa naibu katibu mkuu na wenzangu wajumbe wa secretariat tutasimamia serikali ipasavyo ili kutoa haki kwa wananchi na kutoa huduma bora ili chama chetu kiendelee kuwa na nguvu. Tunafahamu kwamba serikali inapofanya vizuri na chama chetu ndipo hapo kinapata nguvu. Sisi tukiwa kama watendaji na wasimamizi wa ilani ya uchaguzi tutahakikisha kwamba ilani ya uchaguzi ya CCM ya mwaka 2025-2030 tunaisimamia katika viwango vya kimataifa ili wananchi wa nchi hii waondokane na changamoto zilizokuwepo, lakini waendelee kupata maendeleo. Na tunafahamu kwamba zipo baadhi ya changamoto zinazotokea katika maeneo yetu. Hizo tutashirikiana na viongozi wengine kuhakikisha kwamba Zanzibar CCM inakuwa imara, Tanzania CCM inakuwa imara, lakini inaungwa mkono na wanachama wengi. Ndugu wanachama wenzangu, mimi niwashukuru sana kwa mapokezi haya, na mapokezi haya kwetu sisi ni deni ambayo malipo yake ni utumishi uliotukuka kwa wana CCM wenzetu pamoja na wananchi. Kisiwa hichi cha Pemba tunafahamu zamani ilikuwa ni ngome ya upinzani, lakini sasa kwa muda wa miaka 15 sasa hii ni ngome ya Chama cha Mapinduzi. Na sisi katika utumishi wetu hatutokuwa na kupigana wala kurushiana maneno na wapinzani. Sisi tutakiimarisha chama chetu kiwe na nguvu, kiwe na watu wengi, kipendwe, kilete maendeleo. Ndugu zangu, katika visiwa hivi nilikuja kuzungumza wakati nateuliwa kuwa naibu katibu mkuu wa Umoja wa Vijana. Zamani ilikuwa kweli Pemba, kila mtu anajua kama Pemba ni ngome ya wapinzani, lakini kwa sasa watuoneshe ngome yao iko sehemu gani. Hata mikutano yao ambao wanaifanya katika kisiwa hichi haina watu, hata kule Unguja wakifanya hawana watu, na wakazi kubwa inayofanywa na Dr. Samia Suluhu Hassan na Dr. Hussein Ali Mwinyi inatupa nguvu ya Chama cha Mapinduzi kujitapa, kutembea kifua mbele na kufanya kazi ya ziada ili sasa hawa wanachama wao wachache waliobakia pia nao waamini katika chama chetu. Na pia tunachukua nafasi hii pia kuwakaribisha wale wote ambao bado hawajachagua upande na wale wanaona haya kujiunga na Chama cha Mapinduzi. Tunawakaribisha sana. Chama hichi ni kizuri, chama hichi ni bora, na chama hichi kina fursa nyingi. Ndugu zangu, vijana wenzangu, sasa hivi katika chama chetu hichi, katika mabadiliko ya juzi yaliyofanyika pale, tumechaguliwa vijana watatu ili kuongeza nguvu katika chama chetu. Yupo ndugu yangu Paul Matiko Chacha, yeye na mimi tunafanana kwa umri, lakini pia yuko ndugu yangu Jamani, lakini pia nipo na mimi naibu katibu mkuu, lakini pale pia tuna mzee wetu mzee wa Suku Mandani, naye pia kwa busara na hekima pamoja na viongozi wengine wa sekretariat ya Zanzibar na sekretariat ya halmashauri ya taifa, naamini kama tukishirikiana kwa pamoja na nyinyi mkitupa mashirikiano, tukishikana, chama hichi kitaendelea kuwa na nguvu na kitashinda katika uchaguzi mkuu wa 2030 na chaguzi nyingine zijazo. Baada ya hayo, ndugu wana CCM, mimi nawashukuru sana na nasema kwamba nimefurahishwa sana na mapokezi haya, na sasa tuko tayari kukutana kazini. Ndugu wana CCM, tutakutana kazini. Asanteni sana. Kidumu Chama cha Mapinduzi!